Basi karibu sana. Mungu wetu akubariki, Mungu wetu akutendee mema siku ya leo. Ninakuombea kibali, ninaomba Mungu akakurehemu, naomba Mungu akakusaidie na akakutendee makubwa, akakutendee mema. Haleluya. Nachukua nafasi hii tena niweze kukukaribisha katika masaa haya. Kuna mmoja wenu akaniuliza nikaweze kuweza kumsaidia kuhusu nini maana ama tabia za wale ambao wamezaliwa mwezi huu wa sita. Nataka uelewe ya kwamba kila mmoja siku ya kuzaliwa kwako huwa iko na maana kubwa sana, iko na maana kubwa ambao unapaswa kuweza kuitambua. Sasa niko hapa leo nikaweze kumsaidia mmoja wetu, pamoja hata na yeyote yule ambao anataka kuelewa siri gani ipo katika kuzaliwa mwezi huu wa sita. Kuna baraka kubwa watu wa sita, kuna mambo mazuri sana kwa watu waliozaliwa mwezi wa sita ambao inabidi ukaweze kuifahamu. Sasa usipoelewa nini inaambatana na siku yako ya kuzaliwa, basi itakuwa vigumu sana wewe kuweza kuishi kusudi lako, maana kila mmoja wetu kunalo kusudi ambao Mungu ametupa chini ya jua na anataka tukaweze kuishi. Sasa kwa haraka sana, sitaki kupoteza muda. Kwa wale ambao wamezaliwa mwezi huu wa sita, wale watu ambao wamezaliwa mwezi wa sita, ni mwezi mzuri sana kwao. Yani wana sifa hizi ambazo ni za kipekee, sifa ambazo ni nzuri. Ni watu ambao kama umezaliwa mwezi huu unapaswa kuzingatia sana, kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo umevibeba ndani yako, ziko ndani yako, unapaswa kuweza kuelewa. Are we together? Umebeba jambo la kwanza, nataka uelewe, wewe ni mtu ambaye ni kwa Kiingereza nasema you are a great dreamer. Wewe ni mtu uliye na ndoto kuu, wewe ni mtu uliye na maono makubwa maishani. Wewe ni mtu ambao ndoto zako ni kuu, ndoto kubwa, na kila mara utakuwa ukiwa unakuwa na ndoto ama unaota ndoto ambazo katika hali ya kihalisia unaota kabisa ndoto nyingi ambazo ni kubwa, ndoto ambazo zina maana kubwa, hata wakati mwingine unabaki ukishangaa. Kwa hiyo kitu cha kwanza unapaswa kuelewa, ninyi watu ambao mmezaliwa mwezi huu wa sita, ninyi ni watu mlio na ndoto kubwa, mmebeba ukuu fulani ndani yenu, maana Mungu alimuumba mtu kwa siku ya sita. Kwa hiyo namba sita ni namba ambao ina ufunuo fulani ama siri fulani. Ni siku ile ya sita ndio siku ambayo Mungu anamuumba huyu mtu mwanadamu, kusudi mwanadamu akaweze kutekeleza malengo ya Mungu hapa duniani. Kwa hiyo ninyi watu ambao mmezaliwa mwezi wa sita, ninyi ni watu ambao mko sharp sana kuweza kuona na kuelewa mambo katika ulimwengu wa rohoni. Mmejaliwa kuweza kuelewa mambo katika ulimwengu wa kiroho, na hata kama ni mwanao utakuta mara mingi anasema kwamba ameota. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho unapaswa kuizingatia sana na kuweza kujua kwamba wewe sio mtu wa kujidharau. Katika siku hii ya sita pia, katika mwezi wa sita, ukisoma Luka 1:26, ndio wakati malaika naye anamtembelea nani? Mariamu. Kwa kusudi gani? Kristo ama huyu Mungu anakuja kudhihirika katika ulimwengu wa mwanadamu. Kwa hiyo katika mwezi wa sita, kwa hiyo ni kitu cha kipekee sana kwa watu ambao wamezaliwa mwezi wa sita. Mnahitaji kuelewa kwamba ninyi ni watu ambao
mmebeba ndoto, maono makubwa maishani, na jambo lingine ni kwamba Mungu anataka mkaweze kuelewa masuala mengi katika ulimwengu wa kiroho. Na huenda mtu umekuwa na hili jambo, unaona vitu sana, mwanao anaota sana, anaona vitu kwenye ulimwengu wa rohoni. Usishtuke, kwa sababu katika mwezi wa sita, amen, na kwa mwezi wa sita Mariamu anapewa ujumbe. Siku ya sita mwanadamu akaumbwa. Jambo la pili, sifa ya pili, na nyinyi ni watu ambao mmebeba hatima kubwa. Watu wa mwezi wa sita mmebeba hatima kubwa. Destiny yenu ni kubwa, kesho yenu ni kubwa. Tuko pamoja. Hatima yenu ni kubwa, destiny yenu ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho hampaswi kupuuza. Mungu anataka mkaweze kumanifest, mkaweze kudhihirisha kusudi lake, mpango wake hapa duniani. Mungu anataka mkaweze kudhihirisha kusudi lake, mpango wake hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ni jambo la maana sana ambao unapaswa kulizingatia. Amen. Jambo la tatu, sifa ya tatu ya hawa watu ni watu ambao ni wabunifu. Ni watu wanapenda kufanya research. Ni watu wanapenda sana kuchunguza. Sio watu wa kurukia mambo, kurukia jambo. Tatizo tulilo nalo ni kwamba tuna watu ambao wanapenda kurukia mambo. Mtu anatoka na jambo, anaanza kuongea, hajafanya uchunguzi, haelewi, yeye anaanza tu kuropoka na kuongea. Tuko pamoja. Hawa watu ni watu walio tofauti, ni watu wa tofauti kabisa, kwa sababu ni watu ambao wanapenda kudiscover, wanapenda kuchunguza, wanapenda kufanya research. Kwa hiyo kama we ni mtu aliyezaliwa mwezi wa sita, basi hii ndiyo sifa zako. Unapaswa kuomba Mungu kaweze kwenda sambamba na hizi sifa, kwa sababu ndio kile Mungu amewekeza ndani yako na anatazamia kuona ikitimia. Hawa watu ni watu ambao wanapenda, kama vile nimesema, wanapenda kudig deep, wanapenda kuchimbua, wanataka kuelewa kitu kwa undani, sio hivi hivi. Alafu jambo lingine, na wao ni watu ambao, although sio wote, utakuja kukuta kwamba katika masomo wanafaulu sana kwenye sayansi, wanafaulu sana kwenye eneo la sayansi, japo kuwa sio wote, ila baadhi yao wanafaulu sana kwenye sayansi, maana ni watu wa kufanya uchunguzi, yani utafiti. Alafu sifa ya mwisho kwao, ama kwenu nyinyi watu wa mwezi wa sita, ninyi ni watu ambao ndani yenu mmebeba talanta, vipawa mbalimbali. Mtu aliyezaliwa mwezi wa sita, wengi utakuta kwamba sio watu wa kuridhika na kitu mmoja, ni watu ambao anaweza akafanya vitu tofauti kwa wakati mmoja. Ameajiriwa, lakini ana biashara mahali anafanya hii na hii na hii na hii. Yani wana vipawa, wana vipawa tofauti tofauti. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo ni kitu cha maana sana na kitu ambacho unapaswa kuzingatia sana kwa ninyi ambao mmezaliwa mwezi wa sita. Kwa hiyo wewe uliyezaliwa mwezi wa sita, una mwanao ambao amezaliwa mwezi wa sita, hebu zingatia sifa hizi, ni za maana sana na Mungu atakusaidia. Acha nikuombee. Baba, asante kwa wote waliozaliwa mwezi wa sita, sifa hizi ni zao. Baba, ninawaombea kwamba wataishi kulingana na sifa hizi, maisha yao itakuwa sawa, maisha yao wataona ukuu wako, wataona baraka zako, wataona ukuu wako. Ninawabariki leo hii, ninanena baraka juu yao, ninanena kibali juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katende mema, kajidhihirishe kwa kuwa wewe ni Mungu. Nimewabariki leo hii wote ambao wana celebrate mwezi wa sita, wanasherekea birthday zao. Bwana, wacha sifa hizi zika manifest ndani yao
kwa jina la Kristo Yesu nimeomba, amen. Mungu awabariki sana, barikiwe sana wewe ambao utakuwa unasherekea birthday yako mwezi wa 6. Basi hizi ndizo sifa ambazo unapaswa kuzielewa. Barikiwe sana, ni mchungaji wako Pastor Peter. Hadi kipindi kijacho, usisahau kwamba Yesu bado yupo. Shalom.